Mashariki ya Kati. Kumekucha? Wewe. Kwanza niambie, jana nimeona video zinasambaa mtandaoni za rais wa Marekani Trump akiondoka kwenye mahojiano, katikati ya mahojiano. Trump alikimbia interview. Amekimbia nini? Alikimbia interview Trump. Yaani kama mtu aje kwenye interview mwa sepe. Amelimwa maswali Trump mbona maswali bana magumu haya. Trump anashindwa kuiga mfano wa mama. Wewe. Mama anapigwa maswali amejibu vizuri tu. Wewe ukutane na Odemba. Akuoneshe mpaka VAR yako. Akuvutie, huyu ni wewe. Na wakati ambako anaondoka, kabla hajaondoka alikuwa anasema kwamba ABC, CNN, nyinyi wote lenu ni moja. Na akaita pumbavu. Amewaita hivyo. ABC, CBS na CNN. Sasa kwamba wapumbavu. Hii inamaanisha nini jamani kwa vyombo vya habari vya Marekani na uhusiano na rais wao? Rais wa Marekani, ngoja niisome taarifa yenyewe. Donald Trump alikata mahojiano kwa ghafla baada ya kubadilishana maneno na mwandishi wa habari Kristen Welker. Katika mazungumzo hayo Trump amevikosoa baadhi ya vyombo vya habari vya Marekani akivituhumu kwa upendeleo na kutokuwa waaminifu. Upendeleo gani? Na hapa naomba nimnukuu. Wewe una upendeleo. Na ndio ilivyo kwa ABC, CBS na CNN, alisema Trump. Baada hapo alimaliza mazungumzo kwa kusema, tuishie hapa. Nimechoka. Asante mpenzi. Uwe na wakati mzuri. Kabla ya kuondoka licha ya jitihada za Welker kuendelea na mahojiano. Tukio hilo limezua mjadala mpya kuhusu uhusiano wa Trump na vyombo vikuu vya habari nchini Marekani. Unajua shida ya Trump, Jamal na Hassan ni moja. Yule anajua taarifa zake, vyombo vya habari haviwezi kumkwepa. Ndio maana ana hicho kiburi. Yaani kwamba yeye ndio anayefuatwa. Nyinyi ndio, yani wao vyombo vya habari ndio vinavyohitaji taarifa za Trump. Kwa hiyo automatically huwezi kuviletea kiburi vyombo vya habari tu automatically. Alipoulizwa kuhusu ukosoaji kwamba vita vya Iran ni moja ya mkakati wa kampeni zake na ahadi zake, Trump alijibu kuwa Marekani ina jeshi lenye nguvu zaidi duniani na wakati mwingine nguvu hiyo lazima itumike kulinda usalama wa taifa. Pia alionya kuwa kushindwa kuizuia Iran kupata silaha za nyuklia kungekuwa tishio kubwa kwa Marekani na washirika wake. Hasa ni muda sasa Marekani wanaweza kuja kujifunza demokrasia Afrika. Sababu huku marais hawakimbii interview. Ila atakujibu shortcut. Huku marais hawakimbii interview. Marais wa Afrika atakuzungusha lakini atajaa tu. Unajua interview ina moja kati ya principle ambazo mimi nazijua za interview. Kuna mawili. Swali linaweza likawa zito. Ukilichukulia personal, ndio unapovuruga interview. Na ndio maana kuna baadhi ya maswali unashauriwa tu sema no comment au smile, au tabasamu tu kausha. Dakika zimekimbia ndugu yangu Castro. Kuna mwamba mmoja ukimwona tu ujue shughuli ipo. Nani? Mwamba huyu anaitwa Ibrahim Zulfikar. Kutoka wapi huyu? Huyu ni msemaji wa kamandi ya jeshi ya Iran. Irani tena ndio kulipokucha sasa. Huyu mwamba tafsiri yake ni kwamba vita imeanza tena. Vita imeanza tena. Na Iran wamechukua makombora moja kwa moja kutoka Tehran kapeleka Israel. Na ni kwa sababu ya nini? Israel wameishambulia Lebanon kupitia vijiji vile vinavyopatikana Beirut. Bwana. Israeli wenyewe hawajasitisha mapigano. Wameona kwa Irani na kwa ngumu kidogo wakahamia kwa Lebanon. Lebanon wanawatafuta Hezbollah. Manaelewa bana. Wamepiga kwanza walianza na Gaza. Gaza wakaichapa. Wakaona mbona Gaza tunaiweza. Wakahamia kwa Irani kushirikiana na Marekani. Wakamuua kiongozi wao Ayatollah Al-Khamenei. Walipomuua kiongozi Irani wakaamka. Irani wanasitishi vita. Irani walikuwa wanasubiri mfungo. Mfungo namna gani? Irani chuma. Sasa wananchi wa Irani walikuwa wanasherehekea makombora yanavyopita.
kuelekea Israeli. Wananchi wanaruka. Wanayaona wanaruka, yani idadi kubwa ya wananchi wamejitokeza, wanashangilia makombora yanavyoruka. Sisi tungeingia ndani. Miamba usiku kucha ipo nashangilia. Yanapita hivi wanayaona. Linapita lingine fa. Bwana jamani. Bwana ukimwona Ibrahimu ametoka kusema jambo, unajua shughuli imeanza. Shughuli ipo. Basi.